Sikio la mtalilali linasikia kilio. Mganga, ndo mzimu yenyewe. Yaani hivyo. Unafanya nini huko? Hivi ndo mizimu. Huyu mganga tapeli. Bamdo. Yaani mganga kafanya nini huyu? Yana kwa wewe, nakwambia hivi. Tulia kwanza mama. Tulia kuingilia hapa. Yaani mmenileta huku ili nishuhudie ugomvi. Tulia. Wewe, umefuata nini huko? Alafu wewe mambo kunifuatilia mpaka huko sitaki nishakwambia. Yaani ndo nasikia unataka uniweke tungoje mganga? Nienda kwamba wewe unataka kunigeuza mimi nataja, unataka kunigeuza mimi nataja. Mama tulia kwanza. Niache kwanza mama. Mama siwezi kupoa. Yaani hapa niache. Muonyeshe huyu mwanamke kazidi huyu. Huyu mwanamke leo nataka muonyeshe kazidi sana. Mama. Uniwezi kwa chochote nakwambia hivi, nakwambia wewe unakuadabisha wewe. Mimi sikuwezi. Uniwezi ndio. Mimi sikuwezi. Ndio uniwezi. Unasemaje? Unasemaje nakwambia. Tulia. Kameme mwanangu. Shida nini? Yaani mama unisikiliza. Yaani mkaka nijui vizuri. Yaani nakwambia nakufumua wewe. Mpaka changanyikiwe. Nakufumua wewe. Utafumua nani? Wewe unijue. Unanipata mpaka sehemu ambazo Kameme tupo kwa mganga hapa. Kameme tupo kwa mganga. Mama nataka nifundishe dada wewe nini? Unataka nini? Nakufundisha wewe. Sasa nifundishe dada. Unataka nini? Wewe unijue vizuri nakwambia. Yaani mimi nakuja nikuue mchana kwa huko wewe. Muue nani? Muue nani? Nakwambia muue nani? Muue nani ndio? Tena tulie. Vipi badogo? Vipi tena mmemaliza ugomvi? Umechukua namba? Hapana mwanangu. Mimi sikuelewi. Sijachukua mwanangu. Sasa uko unafanya nipambue kwa watu wa simu? Yaani hii familia mbona mnanisumbua? Basi mimi niondoke niwaache bwana. Mama umetoa namba? Sijatoa mwanangu. Kweli mama? Kweli. Mbona uko umeshikilia simu yangu? Nilikuwa tu nimeshika mwanangu. Jadiliani mnilipe vitu vyangu hapa hivi. Paka na kuniumiza mmeniumiza mbako. Mama hebu tuondoke. Kwanza kasha tutapeli alafu baadaye anatuambia habari za kulipa vitu vyako. Huyu naye si mtapeli tu. Shemeji huyo? Mambo. Safi kwema? Kwema, si wewe? Salama mzima? Mimi nashukuru Mungu kwako tu. Salama kabisa. Vipi mbona kama uko na spidi sana? Nafika kwa rafiki yangu hapa mmoja ameniita. Heri Heri kabisa. Basi asante, msalimie. Haya poa. Haya poa shemu. Shemeji? Samani. Niambie. Samani. Ndio. Hivi unajua shemeji kwamba wewe ni mzuri, umeumbika sana? Yamekuwa hayo tena. Mimi si shemeji yako jamani. Shemeji. Sawa, lakini wewe umjui Nature kama ninavyomjua mimi. Nini maana yako? Nature mtaani wanamuita kiwembe. Kiwembe? Yaani kiwembe kinachokata kucha mpaka ya mwisho. Nashindwa kuelewa shemeji. Shemeji ambacho ni nini? Yaani nasemaje? Nature anapenda sana totozi, anapenda sana wanawake. Hebu subiri kwanza. Ni Nature huyu mpenzi wangu mimi ambaye ni rafiki yako au Nature gani mwingine ambaye unamzungumzia hapa? Nitamzungumzia Nature yupi ambaye unamjua wewe? Ni huyo mpenzi wako. Unajisifu wewe mpenzi wako unampenda. Na nisikufiche sasa. Juzi tu kafumaniwa na mke wa mtu. Sisi ndio tunaenda kumkomboa. Kama isingekuwa sisi, ungeletoa msiba tu. Makubwa. Sasa shemeji, basi sawa, wewe wahi kwa rafiki yako. Tawasiliana. Shemeji. Sorry, samahani. Samehe sana kama nitakuwa na kusumbua. Samahani sana. Nakusikia. Shemeji. Of course nikwambie tu ukweli. Nisiwe mzungukaji. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Yaani wewe ni mwanamke mzuri vibaya mno. Wewe ni mwanamke mzuri sana, haustahiki hata kufanywa kosa lolote. Lakini kwa jinsi Nature anavyo kuaibisha mtaani na wewe unajisifu kwa kwamba anakupenda, nashindwa kuelewa. Shemeji, mimi naumia. Na sio kwamba naumia mimi, na kuonea huruma wewe kuumia kwako, maana utakuja kuumia parefu.
Shemeji, kiufupi tu wewe ni mwanamke mzuri sana. Wewe unastahili kuwa na wanaume kama sisi. Shemeji bwana. Basi mimi nisikucheleweshe na nisiwe mwongeaji sana. Hii kidogo hapa utapata maji hapo unapoenda kwa rafiki yako. Kwa hiyo asante shemeji. Asante shemeji. Tawasiliana? Haya. Shenzi amenipigia mke wangu na kiasi hichi. Leo atanitambua leo. Kwa nini wamempiga mke wangu? Atanikoma leo. Odi nyumba hii. Nani? Toka nje, so nani? Toka nje huko. Mbona wewe nani kwa nguvu? Toka nje. Unajua kwamba kuna mageti hapa unaweza kuvunja? Mume wako nimemkuta. Vipi kwani? Mume wako yuko wapi na hayupo? Mwanao? Hawapo wote. Yeye ndo mnajifanya mabingwa kupiga watu wake za watu. Mke wangu anakuja kwenu hapo. Nani kampiga? Mnapiga, amekuja kule nyumbani ameumia. Kwa nini mnafanyia ushenzi kama huo? Umekuja ndio bondia sana. Wewe mama. Niache bwana, niache. Mimi nakwambia peleka polisi wewe. Hebu niache mimi nitampeleka polisi kule wewe. Hebu niache bwana wewe. Kwa nini? Hebu niache bwana. Kwa nini? Unipige kwa lipi? Jamani, nitaenda polisi. Nenda kokote. Nenda kashtaki kokote pale. Anakuja kumsemea. Mbavu kabisa. Mimi kupiga kote huko kwa sababu gani? Ngoja mume wangu arudi. Huyu atakoma huyu. Mke wangu mimi natoka naenda kutafuta hela. Wewe kidume. Toka hapo. Yaani mimi natoka naenda. Wewe huko ndani. Wewe kidume unapiga wake za watu hapa mtaani. Yaani unanipigia mke wangu mimi. Wewe jamaa. Nani wewe unagonga? Toka nje wewe kidume unapiga wake za watu hapa mtaani. Toka nje nikuonyeshe. Wapiga wake za watu hapa mtaani. Wewe unagonga mlango wangu. Kidume. Wewe mlango unagonga wewe hauna thamani ya wewe mke wako. Shuka hapa thamani ya kuonyesha wewe. Shuka hapa chini unanipigia mke wangu. Mimi naenda kazini unakuja nyumbani unanipigia mke wangu. Shuka hapa chini tuonyeshane wewe si bondia wa mtaa. Shuka hapa chini mimi mwanaume mwenzangu. Unaona mlango una thamani ya Shuka hapa chini wewe. Shuka hapa chini. Maneno mengi ya nini? Acha. Mlango unafikia thamani ya wewe na mke wako. Shuka hapa chini wewe. Mlango mimi haunihusu. Umenipigia mke wangu unaniambia masuala ya mlango. Shuka chini. Nishuke chini kweli unaweza? Shuka chini tuonyeshane. Nakuuliza unaweza? Nakwambiaje shuka chini, mbona maneno mengi kama mwimba tarabu kaka? Shuka chini. Nishuke chini nakuuliza unaweza? Shuka chini, mbona unapiga kelele? Shuka chini. Unaweza? Unapiga piga wake za watu mtaani hapa wewe bondia eh? Shuka hapa chini. Nakuuliza unaweza? Naweza ndio, njoo. Unataka nikupige kama nilivyopiga mkeo? Njoo kama unaweza, njoo. Mbona unachelewa? Njoo. Nakuuliza unaweza? Nakwambiaje? Wewe unaweza? Naweza ndio. Tulia jamani. Ngoja mimi mwanaume mwenzio. Kuja mbuzi okay. Kabisa. Kome kabisa kuja kwangu tena. Unapiga askari wa mtaa. Ngoja nitakuonyesha, nitakubunga wewe. Usije tena kwangu hapa siku nyingine nitakupasua. Nitakufunga wewe. Mbavu kabisa. Shenzi sana. Mabiachu wako achukua mbavu wewe. Nisikuone tena kwangu hapa. Nitakufunga wewe. Shenzi mkubwa wewe. Tumukore milimo muleke kuja mu bafumu byatu abantu mukore milimo muleke kuja mu bafumu mwaminimu kama kumbe ni wewe niwe mkora biona ya tena hadi upo tena. Sema shida yako kijana. Sawa, wenda siku ile kuna vitu labda ni vichanganya. Sasa bwana mtao, mimi na mambo mawili yaliyonileta hapa. Shida ya kwanza bwana, mimi na biashara zangu. Shida ya pili, nimekuja kutafuta utajiri sababu yani sielewi, yani biashara yangu inaenda tofauti. Naomba unisaidie. Mkore milimo muleke kuja mu bafumu mwaminimu kama niwe mkora biona. Sasa kijana, utajiri unabishana nao.
Unaenda kushoto, tajiri anaenda kulia. Unaenda kulia, tajiri anaenda kushoto. Kijana, kuna mwanamke anakupenda wewe ila umpendi, unamkataa, unamchukia. Yule ndio utajiri wako. Mwanamke? Ukimwoa basi. Mwanamke gani tena huyo? Kama unakumbuka siku ile? Wewe mganga. Yaani nilijua tu, yaani wewe. Hivyo mganga gani wewe? Yaani wao wameshindwa kuja kuniambia mimi, wamekufuata wewe. Yaani wamezunguka wamekuja kwako ili unaunganishe tena na familia yao, si ndio? Wameshindwa kuja kwangu mimi. Mpaka aje kwako. Usifoke kilingeni kwangu. Sio nisifoke. Unataka utajiri, utaki utajiri. Sio nataka utajiri. Wale wameamua kuja kwako ili mimi unaunganishe nao. Sasa hicho kitu hakiwezekani. Unataka utajiri? Nimekwambia hicho kitu hakiwezekani. Wewe mganga tapeli wewe. Sababu haiwezekani mimi nije hapo niambie masuala ya ile familia. Sijui unanielewa? Mimi tapeli. Sasa nikwambie kitu. Mimi bwana kuhusu hayo mambo sitokuelewa. Masuala yao usili familia hiyo mimi sielewi. Sijui unanielewa? Kubali mashari tupate. Mashari gani utakubali? Kubali mashari tupate pesa. Hapo. Kolako. Nakwambia wewe. Mimi naondoka. Umemwaga dawa yani. Umemwaga dawa gani wewe tapeli mganga gani tapeli wewe dawa gani ambayo unazo hapo? Yaona kuja sasa kuniunganisha na ile familia ya kijinga ile. Nitakwambia nitakugeuza kuku wewe. Umgeuza nani kuku? Nitakugeuza kuku. Nazidi kusambaratisha vitu vyako. Nakuahidi. Nitakugeuza kuku. Sikio la mtalilali linasikia kilio cha mbali. Mbona haya sana? Yaani hapa unaponiona kwa mfano mtu amekuja hapa kwenye ofisi yako akaribu kile kitu unaweza kufanyaje? Sawa. Hebu nielekeze kwanza point yako ni nini? Kama unasikia mwenyekiti. Kuna mtu kaja kwenye ofisi yangu. Karibu kile kitu unapoona hapa sina kazi mimi mwenyekiti. Karibu kazi yangu kabisa. Wewe unafanya kazi gani? Mimi ni mganga wa kienyeji hapo kati hapo. Wewe ni mganga? Ndio. Ofisi yako yenyewe iko wapi? Iko hapo kati kwa mzee nani kwa mzee Chiwaiko hapo hivi. Mganga. Kwa hiyo point yako kubwa ambayo imekuleta hapa matani. Yaani point yangu kubwa. Nataka huyo mtu ikiwezekana umpigie simu. Haja nirudishie mizimu yangu mimi niendelee na kazi. Basi. Punguza jazba. Usigonge sana meza. Kwa hiyo mizimu. Sasa hiyo mizimu ndugu yangu yeye atakurudishaje? Yeye alipoisambaratisha anajua atakaponilipa kwa sababu haiwezekani mtu anakuja kwenye ofisi anaharibu kile kitu. Na anajua kabisa ndio kazi maana niilizia na nili kipato mimi nalisha familia. Sasa hivi naenda kuna nianze kuiba ndio kibaka mtaani. Okay sawa. Kwa hiyo wewe kijana wewe unamfahamu? Huyo mtu namjua. Yuko hivi anapendelea kuvaa miwani. Ni mweupe, kapanda juu kidogo. Huyo dogo atakuwa ni wa pale kwa Mama Jordan pale. Okay sawa. Mimi nimekusikia ndugu yangu. Sawa. Nitalifanyia kazi, nitamtafuta. Nitampigia simu, nitatuma watu. Kama una namba zake gani sasa hivi mwenyekiti? Ninakuomba. Sasa kila kitu kinaenda kwenye mfumo ndugu yangu. Wewe unakuja kulalamika, nimeshakusikiliza. Sawa. Point yako ni nini? Nitawaita baadaye. Sawa. Kila mmoja atakuja atazungumza neno lake. Mwisho wa siku tutaangalia ni wapi pa kufanya maamuzi. Sasa kama umeshamjua usipigie simu sasa hivi mwenyekiti. Sawa, taratibu usipoke meza basi ndugu yangu. Sawa mwenyekiti, mimi nakuahidi. Ninaomba kuja kufika jioni. Kabla jua halijazama. Nahitaji mizigo yangu sasa kingine. Sawa, tafute namna atakaponilipa kwa sababu haiwezekani. Haitukifanya. Sawa, nitafanyia kazi ndugu yangu. Mimi naondoka mwenyekiti. Saa 8 saa 9. Sawa. Na hisi atakuwepo. Nitawaambia utakuja. Yaani nitakaa kwenye mazingira ya hapa siondoke. Basi sawa ndugu yangu, usije ukaniloga mpaka mimi mganga. Mimi naondoka. Sawa, nitalifanyia kazi mganga. Sikio la mtalilali linasikia kilio cha